Yes. Tunaendelea. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia aina za mtaala ambazo zinatumika katika nchi mbalimbali. Hasa Tanzania ni moja ya nchi ambayo inatumia mtaala tofauti tofauti. Kwa hiyo nataka niseme nini maana ya mtaala. Unajua kuna watu wengine hawaelewi nini maana ya mtaala. Tunaposema mtaala tunamaanisha kwamba is all experience students have under the guidance of teacher. Maana yake ni nini? Ni ule uzoefu ambao mwanafunzi anakuwa nao kutokana na usimamizi wa mwalimu ili kuweza kufikia malengo fulani katika shughuli ya ujifunzaji na ufundishaji. Kwa hiyo ili shughuli ya ufundishaji iweze kufanyika vizuri, inategemea kuongozwa na mtaala, kwa sababu mtaala unatuonesha ni kitu gani cha kufanya na kitu gani tukifundishe iwapo tupo shuleni. Kwa hiyo maana ya kwanza ya mtaala tunasema ni ile shughuli ya ufundishaji ambayo inafanyika katika shule ikiwa chini ya usimamizi wa mwalimu. Hiyo ndio tunasema ni mtaala. Tumeona vizuri? Kwa hiyo ukiulizwa nini maana ya mtaala, useme ni zile activities zote au uzoefu wote ambao mtoto anaupata hawapo shule, lakini kutokana na usimamizi wa mwalimu. Umeona? Kwa hiyo huo ndio mtaala. Kwa hiyo ukisikia mtaala, maana yake ni vile vitu vyote ambavyo vinafanyika shule, ikiwemo masuala ya ujifunzaji, ikiwemo masuala ya arts and sport, ikiwepo shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika shuleni zikiwa katika usimamizi wa mwalimu. Lakini mtaala umegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza tunasema kuna mtaala unaoitwa informal curriculum. Lakini mtaala wa pili kuna mtaala unaoitwa formal curriculum. Lakini ya tatu kuna mtaala ambao unaitwa hidden curriculum.